Kuna hadithi nyingi za mafanikio katika soka, lakini chache zinaweza kulinganishwa na safari ya Coventry City chini ya Frank Lampard. Kama hujui, mwishoni mwa Novemba mwaka 2024, Coventry City walikuwa katika hali ngumu sana. Timu ilikuwa imeanguka hadi nafasi ya 17 kwenye Championship, ikiwa pointi 2 tu juu ya eneo la kushuka daraja, yani relegation zone. Matokeo hayakuwa mazuri, morali ya wachezaji ilikuwa chini na mashabiki walikuwa na hofu kwamba msimu ungegeuka kuwa mapambano ya kujiokoa dhidi ya kushuka daraja. Katika mazingira haya, the Super Frank Lampard aliteuliwa kuwa kocha mpya wa klabu hii. Wakati huo, wengi walikuwa na mashaka, baadhi waliona uteuzi huu ni kama hatari, huku wengine wakiamini Lampard alikuwa na nafasi ya mwisho kuthibitisha uwezo wake wa ukocha. Hata hivyo, ndani ya muda mfupi alianza kubadilisha kila kitu. Lampard hakufika na usajili wa mamilioni ya fedha wala nyota wakubwa. Badala yake alileta falsafa mpya, nidhamu na imani ndani ya kikosi. Taratibu Coventry wakaanza kupata matokeo mazuri. Wachezaji walikuwa wakionekana wa kawaida, wakaanza kucheza kwa kujiamini zaidi, huku timu ikionyesha mshikamano mkubwa uwanjani. Washambuliaji kama Haji Wright na Elias Sims wakaanza kuwa tishio kwa mabeki wa timu pinzani, huku safu ya kiungo ikiongozwa kwa utulivu na Ben Sheaf. Kila wiki Coventry walikuwa wakipanda juu ya msimamo. Kutoka nafasi ya 17, timu ilifanya moja ya comeback kubwa zaidi za msimu. Mwishoni mwa kampeni ya 2024-25, Coventry walikuwa wamefuzu playoffs, jambo ambalo lilionekana halikuwezekana miezi michache iliyopita. Lakini kwa Lampard hiyo haikuwa mwisho wa safari. Msimu uliofuata uliwakuta Coventry wakiwa na kitu ambacho walikikosa kwa muda mrefu: imani. Yes, imani. Timu ilianza kuamini kwamba inaweza kushindana kwa namna yoyote. Kila ushindi uliongeza nguvu, kila pointi iliwakaribisha zaidi kwenye ndoto yao ya kurejea kwenye ligi kuu England. Kadri msimu ulivyoendelea, Coventry waliendelea kuwa moja ya timu bora zaidi kwenye Championship. Walionyesha uthabiti, walicheza kwa nidhamu na walikataa kukata tamaa katika nyakati ngumu. Hatimaye ndoto ikawa kweli. Baada ya miaka zaidi ya 25 nje ya Premier League, Coventry City walifanikiwa kurejea kwenye jukwaa kubwa zaidi la soka la England, yani EPL. Kilichokuwa kinaonekana kama mapambano ya kushuka daraja miezi kadhaa iliyopita, sasa kilikuwa sherehe za kupanda daraja. Safari hii haikuwa ya fedha nyingi, haikuwa ya majina makubwa na haikuwa ya bahati. Ilikuwa hadithi ya uongozi, imani na kazi ngumu kwelikweli. Kutoka nafasi ya 17 hadi Premier League, kutoka kukata tamaa hadi kuandika historia. Na katikati ya hadithi hiyo yote alisimama mwanaume mmoja tu aliyekataa kukubali kushinda: the Super Frank Lampard.